Dua ya kuiombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tunakuomba uibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Waheshimiwa, tukae. Katibu. Hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilishwa mezani kwa asubuhi ya leo. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Naibu Mheshimiwa Injinia Masauni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, naomba kuwasilisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante. Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama, kwa niaba yake Mheshimiwa Fakaria. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati, naomba kuwasilisha mezani taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nchi za Nje, Ulinzi na Usalama kuhusu utekelezaji wa bajeti na majukumu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 18-19, pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante. Msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani juu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Selasini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuweka mezani taarifa ya msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante. Tunaendelea, Katibu. Maswali. Swali letu la kwanza linaelekezwa kwa ofisi ya Waziri Mkuu, linaulizwa na Mheshimiwa Yusuf Haji Hamis, mbunge wa Nungwi. Anauliza, je, ni lini Tume ya Taifa ya Uchaguzi itafanya uhakiki wa majimbo ya ubunge kule Zanzibar? Swali hilo linakwenda kujibiwa na Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Yusuf Haji Hamisi, mbunge wa Nungwi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa ibara 75 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imepewa jukumu la kuchunguza mipaka ya kiutawala na kuigawa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika majimbo ya uchaguzi wa ubunge. Kwa kuzingatia ibara tajwa, tume imepewa jukumu la kuchunguza na kugawa majimbo ya uchaguzi wa ubunge mara kwa mara na angalau kila baada ya miaka 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara ya mwisho Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilifanya uhakiki wa majimbo ya uchaguzi wa ubunge mwaka 2015 kabla ya uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliofanyika tarehe 25 Oktoba mwaka 2015. Baada ya uhakiki,
Jumla ya majimbo 26 ilianzishwa kutokana na maombi 77 ya wasilisho tume kutoka halmashauri 37 na majimbo ya uchaguzi 40. Hivyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi inatarajia kuhakiki tena majimbo ya uchaguzi wa ubunge katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwemo Zanzibar baada ya kutangaza kufanya hivyo kwa mujibu wa katiba. Asante Mheshimiwa Hamis. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kumuuliza maswali mawili ya nyongeza. Ongezeko la majimbo yaliyoongezwa na Baraza la Wawakilishi Zanzibar, mwingiliano wake unaleta usumbufu na kupunguza kasi ya maendeleo. Nataka kujua, je, Tume ya Taifa iko tayari kuongeza majimbo 4 ili yaende sambamba ili tufanye kazi vizuri? Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ZEC ni wakala wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kwa Zanzibar kwa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano na wabunge, lakini wanatumia daftari moja ya uchaguzi, wakati ambapo wawakilishi na madiwani walikwisha tangaza katika majimbo yao ya kukubali uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano na wabunge kutoka Zanzibar. Asante. Asante. Majibu kwa maswali hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, kwa kifupi tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Hamis, mbunge wa Nungwi, majimbo 4 ya uwakilishi, ibara ndogo ya kwanza B ambayo inasoma pamoja na orodha ya pili ya nyongeza item namba 8 kwenye katiba ambayo inahitaji ongezeko la wabunge wa Zanzibar lazima pia ipitishwe na 2/3 ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile pamoja na wenzetu kutoka Zanzibar. Kwa mujibu wa katiba, jambo hilo Mheshimiwa Mwenyekiti linawezekana baada ya taratibu hizi kufuatwa. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, la kuhusiana na matokeo ya uchaguzi. Kwa mujibu wa katiba yetu inazungumza vyema kabisa, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ina jukumu la kusimamia uchaguzi wa Tanzania na wabunge kwa upande wa Zanzibar. Hivyo chaguzi zingine zote zinakuwa chini ya ZEC ambao pia kwa mujibu wa katiba nao wana majukumu ya kusimamia uchaguzi katika ngazi hiyo. Kwa hiyo ikitokea jambo ambalo limetokea ambalo Mheshimiwa mbunge alisema, maana yake ni kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitumia mandate yake ya katiba ambayo inampa mamlaka ya kusimamia uchaguzi huo. Kuna wilaya ambazo zina majimbo mawili na wilaya hizi ziligawanywa majimbo kwa sababu ya ukubwa wa zile wilaya, lakini pia idadi kubwa ya watu. Lakini hivi sasa kuna tetesi ambazo zinatembea chini kwa chini huko serikalini kwamba yale majimbo ambayo yaligawanywa kutokana na ukubwa lakini pia na wingi wa watu yanataka kurudishwa kuwa majimbo moja moja. Je, kama hilo ni kweli, hatuoni kwamba serikali itahinda utendaji wa majimbo hayo? Haya, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Naftah Nachuma, mbunge wa Mtwara mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mbunge mwenyewe alivyo rephrase swali lake kwamba ni tetesi, naomba na mimi kwa upande wa serikali tusijibu tetesi, ikiwa rasmi itasemwa kama ni rasmi. Naendelea, waheshimiwa bunge. Swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Flatei Gregory Massey, mbunge wa Mbulu Vijijini. Anauliza, madiwani nchini wanafanya kazi kubwa sana. Je, serikali ina mpango gani wa kuongezea posho na mishahara na maslahi waheshimiwa hao? Swali hilo linakwenda kujibiwa na Mheshimiwa Mwita Mwinkabe wa Itara. Huyu ni naibu waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, na mheshimiwa huyu anasema kwa kweli kuna haja ya kuongezea posho zao. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Flatei Gregory Massey,
mbunge wa Mbulu vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua kazi kubwa wanayofanya waheshimiwa madiwani katika kusimamia shughuli za maendeleo kwenye maeneo yao. Kwa kuzingatia ukweli huo, serikali imekuwa ikipandisha posho na maslahi ya madiwani kwa kadri mapato ya halmashauri yanavyoongezeka. Kuanzia mwaka 2012-13 serikali ilipandisha posho ya madiwani kupitia waraka wa mwaka 2012 kutoka shilingi 120,000 hadi 250,000 kwa mwezi, sawa na ongezeko la 108.3%. Aidha, katika mwaka wa fedha 2014-15 serikali ilipandisha tena posho za madiwani kupitia waraka wa mwaka 2014 kutoka shilingi 250,000 hadi shilingi 350,000 kwa mwezi, sawa na ongezeko la 40%. Vile vile serikali inalipa pia posho ya madaraka kwa wenyeviti wa kamati kiasi cha shilingi 80,000 kwa mwezi na posho ya kikao kiasi cha shilingi 40,000 kwa mujibu wa waraka wa mwaka 2007. Mheshimiwa Mwenyekiti, kigezo kikubwa kinachotumika kupandisha posho za madiwani ni uwezo wa halmashauri kukusanya mapato ya ndani ya halmashauri husika. Serikali itaendelea kudhamini na kutambua kazi kubwa na nzuri inayotekelezwa na waheshimiwa madiwani na kuongeza posho hizo kadri makusanyo ya mapato yanavyoongezeka. Asante. Mheshimiwa Flate. Pamoja na majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri, nayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa halmashauri hazina uwezo wa kulipa madiwani na mpaka sasa madiwani wengi wamekopwa posho zao, na kwa kuwa mapato ni madogo na hali inapelekea madiwani kutolipwa stahiki zao, je, serikali ina mpango gani kubadilisha namna hii ili serikali ilipe toka hazina kama alivyo watumishi wengine sasa? Swali la pili, wenyeviti wa vitongoji na wenyeviti wa vijiji nao wanafanya kazi sawasawa na madiwani, na watendaji au maveo na weos wanalipwa mishahara. Je, ni lini sasa serikali itaona wenyeviti wa vijiji na vitongoji ili kuwalipa posho au mshahara? Asante. Majibu kwa maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Waitara, kwa kifupi tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, inaomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Flatei kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la kwanza, anapendekeza kwamba waheshimiwa madiwani walipo posho kutokea hazina, na kwa maelezo yake anasema kwamba kuna halmashauri ambazo hazina uwezo. Ukweli ni kwamba halmashauri ambayo haina uwezo wa kujiendesha inapaswa kufutwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo lazima vyanzo vyao vimeainishwa na vinasimamiwa, na hii hatujapata malalamiko rasmi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunachoeleza ni kwamba halmashauri kwa mapato yake ya ndani wanajipangia namna ya kuweza kulipa mheshimiwa madiwani, lakini kama serikali itapata uwezo mkubwa zaidi ya huu uliopo sasa, hili jambo litafanywa kazi. Lakini kwa sasa halmashauri zote zinapaswa kulipwa, na tunajua kuna halmashauri ambazo zinadai mheshimiwa madiwani wanalipa fedha mpaka sasa hivi. Tumeshaelekeza kila mkurugenzi hakikisha kwamba madiwani wanalipa stahiki zao kwa sababu wanafanya kazi kubwa. Swali lake la pili, anapendekeza pia kwamba kuwe na mpango kulipa wenyeviti wa mitaa. Ni kweli, na mimi ni mwenyekiti wa mtaa mstaafu kule Kivule, Dar es Salaam, Ukonga. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba kuna maelekezo ya serikali kila makusanyo yote ya halmashauri 20% irudi katika mitaa yetu na vijiji. Inawezekana jambo hili litekelezwe vizuri. Tunaomba niwaelekeze wakurugenzi wenyeviti wa halmashauri kwa sasa, wenyeviti wa vijiji kwa sasa, ili 1% ambayo inapaswa kurejeshwa baada ya kodi kusanywa eneo lao ipelekwe naweza kulipa. Kuendelea kuwalipa 1% nyingine zaidi ya hii au serikali kuchukua jukumu hili itategemea kwa kweli uwezo wa serikali. Asante. Mheshimiwa Msigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Pamoja na jibu la Naibu Waziri, 20% ambayo inatengwa ili irudi kwa ajili ya wenyeviti wa mitaa, kuna halmashauri nyingine hiyo 20% ni ndogo sana. Ni kwa nini serikali isitoe commitment ili hawa wenyeviti wa mitaa na wenyeviti wa vitongoji wapate mshahara, kwa sababu wao ndio wanafanya kazi kubwa sana katika shughuli zote za maendeleo huko tunakotoka? Asante. Jibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Msigwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nia njema ya serikali tungeweza kuwalipa wenyeviti wa mitaa mishahara. Sasa hapa tunazungumzia hali ya uwezo wa serikali kufanya kazi. Wenyeviti wa mitaa ni wengi sana, pamoja kazi kubwa wanafanya. Tunachoelekeza pamoja kwamba hayo mapato ni madogo, kwa kinachopatikana kuna wenyeviti wa mitaa hawalipu kabisa fedha hizi, na tuna malalamiko mengi wameleta. Tumeelekeza makatibu tawala wa mikoa, wakurugenzi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakisha watu wanalipa stahiki zao.
hili la kuweza kuwalipa kwa sasa tumelichukua, tutalifanyia kazi. Uwezo wa serikali ukiruhusu, hawa viongozi wenzetu watalipwa stahiki zao. Asante. Asante. Mheshimiwa Joseph Mkundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini ukweli ni kwamba pamoja na maelekezo yanayoelekezwa kule chini, viongozi hawa wa mitaa na vijiji, vitongoji hawalipwi posho zao. Na kwa kuwa serikali kwa namba ya viongozi hawa kuwa kubwa inashindwa kuongeza posho zao, serikali haioni umefika wakati sasa kufikiria uwezekano wa kuwalipa kiwango fulani cha pesa viongozi hao pale wanapomaliza muda wao wa uongozi? Asante. Jibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Joseph Mkundi, mbunge wa Ukerewe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, utaona waheshimiwa wabunge wanazungumzia posho za madiwani na posho za wenye viti wa mitaa. Naomba nitumie nafasi hii kusema tu kwamba wakati tunamalizia hoja yetu ya TAMISEMI, Ofisi ya TAMISEMI, swala la posho za madiwani zile ambazo zilikuwa zimezungumzwa, Mheshimiwa Waziri ameshatoa maelekezo kwa madiwani wote na halmashauri watapata waraka wa maelekezo kutoka Ofisi ya TAMISEMI kuondoa sintofahamu ya posho za madiwani. Lakini swala lilouliza Mheshimiwa Mkundi tulipokee. Ni kweli kwamba wenye viti wa mitaa baada ya kustaafu kuna kiwango cha fedha wanapaswa kulipa. Sasa maoni ya mbunge ni kwamba tuangalie namna ya kuongeza kiwango hichi lump sum amount. Kama watasema ni shilingi 500,000 au shilingi milioni 1 kwa mkupu ruhusu, tutalitekeleza kwa sababu ni jambo jema kwa ajili ya viongozi wenzetu. Asante. Mheshimiwa Mary Nagu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza kwa jambo muhimu kama hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanaofanya bidii na kushirikiana na wabunge ni madiwani na wenye viti katika kuhamasisha maendeleo katika maeneo yao. Sasa kama halmashauri inaweza kuwa na uwezo wa kulipa posho zaidi, je, serikali inaweza ikaruhusu halmashauri ile yenye uwezo kuongeza posho kwa hawa ambao ndio wanaoweza kuongeza mapato hayo? Asante. Jibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba ajibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mary Nagu, mbunge wa Hanang', kama ifuatavyo. Kwanza nampongeza Mheshimiwa mbunge sawa na wabunge wengine wote ambao wameendelea kuwasemea waheshimiwa wenye viti wa mitaa na waheshimiwa madiwani. Na wewe ni viongozi wenzetu na hakuna namna ya kuweza kuwapuuza. Nimeeleza hapo Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba wakati wa bajeti ulikuwa na mjadala na kweli kuna waraka ambao umepelekwa katika halmashauri zetu ambao unaelekeza fixed amount kulipo kwenye posho za madiwani ukiacha posho ya mwezi. Nimesema Mheshimiwa Waziri aliahidi mbele ya bunge lako tukufu, na naomba niseme bado ametoa maelekezo ndani ya muda si mrefu sana. Maelekezo waraka kutoka Ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia Katibu Mkuu utaenda kwenye halmashauri zote na swala hili la kulipana madiwani kulingana na uwezo wa halmashauri litatekelezwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante waheshimiwa, tunaendelea. Swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Joseph Leonard Haule, mbunge wa Mikumi. Anauliza, jimbo la Mikumi lina uhaba mkubwa wa vituo vya afya na hata pale ambapo kuna kituo basi dawa na wataalamu ni tatizo. Je, serikali imepanga vipi kutatua tatizo hilo sugu la uhaba wa vituo vya afya na dawa? Swali hilo linakwenda kujibiwa na Mheshimiwa Joseph Sinkamba Kadege. Huyu ni Naibu Waziri TAMISEMI. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Joseph Leonard Haule, mbunge wa Mikumi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya Kilosa ina jumla ya vituo vya afya 5. Kati ya vituo hivyo viwili vipo katika jimbo la Mikumi ambavyo ni kituo cha afya Kidodi na Ulaya. Katika mwaka wa fedha 2017-18 kituo cha afya cha Kidodi kilipatiwa jumla shilingi milioni 400 za ukarabati na kwa sasa kinatoa huduma za upasuaji kwa kina mama wajawazito. Vile vile kituo cha afya Kidodi kimepatiwa vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 95 ili kukiwezesha kuanza kutoa huduma. Aidha, katika mwaka wa fedha 2018-19 zahanati ya Mikumi ilipewa jumla shilingi milioni 400 kwa ajili ya kuongeza majengo ili kiweze kukidhi vigezo vya kupandishwa hadhi kuwa kituo cha afya, na mpaka sasa kazi hii ya ujenzi inaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri kwa kushirikiana na wananchi wa kata ya Malolo
inaendelea na ujenzi wa kituo cha afya Malolo kwa kutumia mapato ya ndani, ambapo ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje, maabara, jengo la upasuaji na wodi ya wazazi yapo katika hatua ya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2017/18 halmashauri ya wilaya Kilosa ilipokea kiasi cha shilingi bilioni 1.07 na mwaka wa fedha 2018/19 mpaka Februari na mwaka 2019 halmashauri ya wilaya Kilosa imepokea jumla ya shilingi milioni 849 kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vitendanishi ili kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2016/17 na 2017/18 serikali iliajiri jumla ya wataalamu wa afya 8238 ambapo katika halmashauri ya Kilosa ilipata jumla ya wataalamu 42 wa kada mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kujenga vituo vya afya kote nchini pamoja na kuajiri wataalamu wa afya kulingana na upatikanaji wa rasilimali fedha. Asante. Mheshimiwa Haule. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu hayo ya serikali, kwenye kituo cha afya cha Ulaya nilishauliza hapa mara nyingi kwamba serikali itatusaidiaje, maana ni kituo cha muda mrefu na kimeshachakaa, na serikali iliahidi kwamba itatupatia pesa za kuweza kukarabati kituo hiki cha Ulaya. Je, ni lini sasa serikali italeta pesa kwenye kituo hiki cha Ulaya ambacho kimechakaa sana na ni kituo muhimu kinachohudumia kata za Ulaya, Muenda, Zombo pamoja na Masanze? Swali la pili, kituo cha afya cha Malolo kinajengwa kwa nguvu za wananchi wakishirikiana na mbunge na halmashauri na sasa kimefikia kwenye kiwango cha renta. Je, serikali haioni umuhimu wa kuongeza nguvu za wananchi ambazo sasa hivi zimeonekana ili waweze kujipatia kituo chao katika kituo chao cha afya cha Malolo? Asante. Asante. Majibu kwa maswali hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa ufupi tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Haule Joseph kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo katika swali lake la nyongeza anaongelea kituo cha afya cha Ulaya ambacho kimechakaa, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wabunge wengine wote, ni ukweli usiopingika kwamba vituo vya afya ambavyo vimepatiwa fedha kwa ajili ya ukarabati na ujenzi vinaonekana viko bora kuliko vile ambavyo vilikuwa vimejengwa, vimekuwa vya siku nyingi. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wabunge wengine, ni azma ya serikali kuhakikisha kwamba vile vituo vya afya ambavyo vilijengwa miaka hiyo na hadhi yake haiendani na vituo vya afya vya sasa, tuko katika utaratibu wa kuhakikisha kwamba vinakarabatiwa ili vilingane na hadhi ya sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge aendelee kuiamini serikali kama ambavyo tumeweza kupeleka fedha katika hivyo vituo vya afya na zahanati yake tumepeleka fedha. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti anaongelea jitihada ambazo zinafanywa na halmashauri pamoja na nguvu yake mwenyewe, nampongeza kwa sababu swala la afya linahusu jamii yote ikiwa ni pamoja na waheshimiwa wabunge. Pale ambapo wananchi wamejitoa kwa ajili ya kujenga vituo vya afya serikali, na sisi tunaunga mkono kwa sababu ndio azma ya serikali na iko kwenye ilani yetu ya CCM. Asante. Mheshimiwa Kakoso. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kata ya Mnyagala ni kata ambayo ina idadi ya watu wengi na vijiji kadhaa ambavyo hakuna huduma ya kituo cha afya. Ni lini serikali itajenga kituo cha afya katika eneo hilo? Asante. Jibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Kandege. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Moshi Suleiman Kakoso kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo waheshimiwa wabunge wengi wanahamu vituo vya afya vingi vijengwe, na Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepata fursa ya kwenda jimboni kwa Mheshimiwa Kakoso, tukaenda mpaka Mwese, kule kuna kazi nzuri sana inafanyika ya ujenzi wa kituo cha afya. Kama ambavyo kazi nzuri imefanyika kituo cha afya Mwese, naomba nimtoe wasiwasi kwamba hata hicho kituo ambacho wana propose, kwa kadri nafasi itakavyoruhusu, hatua kwa hatua tutahakikisha tunawasogezea wananchi huduma ya kupata matibabu ya afya kwa jirani.
Asante. Mheshimiwa Matembe. Aisha, sio wewe. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa jimbo la Ikungi Mashariki halina kabisa kituo cha afya, je, ni lini sasa serikali itajenga vituo vya afya? Asante. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni lini? Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Kandege. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Matembe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti leo anaongelea Ikungi Mashariki, wakati mwingine ataongelea Ikungi Magharibi. Lakini niombe tu kumhakikisha Mheshimiwa mbunge kama ambavyo tukitekeleza na tumefikisha hivyo afya 352, safari tunayo na tutazingatia maeneo yenye uhitaji mkubwa. Na sasa kama na eneo ambalo Mheshimiwa mbunge analitaja kwamba liko mbali, lina population kubwa, naomba nimhakikishie kwamba katika awamu inayokuja tutazingatia maombi yake. Mheshimiwa Susan Limo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya afya kwa ujumla wake ina tatizo kubwa sana la watumishi. Takribani 48% hakuna watumishi. Na hii imeathiri zaidi kwa sababu ya zoezi zima la uhakiki wa vyeti feki, ambapo tuliambiwa baadhi ya vituo vya afya vilifungwa. Nitaka kujua nini mkakati wa serikali, pamoja na kwamba mnajenga vituo, mna mkakati gani wa kuhakikisha kwamba vituo hivi vya afya vyote vinapata wataalamu ili kupunguza tatizo kubwa la kina mama na watoto ambao wanafariki? Asante. Jibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Josephat Kandege. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Limo la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni azma ya serikali kuhakikisha kwamba mahali popote ambapo vituo vya afya vinajengwa vinakamilika, zahanati zinajengwa zinakamilika, hayabaki yakawa majengo ambayo tunayatizama, tunahakikisha kwamba vifaa vinapelekwa na wataalamu wanapelekwa. Mheshimiwa Limo ni shahidi. Siku tukiwa ndani ya bunge hili, Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Mkuchika, alisema kama yupo mbunge yeyote ambaye eneo lake zahanati imefungwa au kituo cha afya hakina wataalamu kabisa, apeleke orodha. Ni azma ya serikali kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikuhakikishie, kuna kipindi ambacho tulitangaza nafasi especially kwa ajili ya madaktari. Tuliweza kufanya mopping, hakuna daktari hata mmoja ambaye alikuwa amequalify akabaki bila kuajiriwa. Ikafika pahali ambapo madaktari wote wameajiriwa na wengine hawajaripoti. Kwa hiyo pia tuna tatizo juu ya wataalamu wenyewe uwepo, maana na demand nayo ni kubwa, si kwa Tanzania peke yake, wengine wanaenda kutafuta green pastures outside this country. Asante Waheshimiwa, tunaendelea. Swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Omar Abdalla Kigoda, mbunge wa Handeni Mjini. Anauliza ni nini hatima ya kipande cha barabara ya Handeni Mziha ambacho kiserikali iliahidi kukijenga makandarasi wakishalipwa ujenzi, hasa ikizingatiwa barabara hiyo inaunganisha mikoa miwili. Swali hilo linakwenda kujibiwa na Mheshimiwa Elias John Kwandikwa, Naibu Waziri Ofisi ya Ujenzi, Uchukuzi, Mawasiliano.
Azam FC. Lini sasa utekelezaji halisi wa barabara hii utaanza kwa ajili ya kuweka lami? Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. kuhakikisha kwamba kila tukipata fedha barabara hii tunaijenga ili tuweze kuikamilisha barabara hii muhimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie tu Mheshimiwa Chegeni na wananchi wa maeneo yote ya Dutwa lakini na Simiyu kwa ujumla kwamba tunawaunganisha vizuri katika maeneo yao. Sawa sawa. Mheshimiwa Monko. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Singida Ilongero Ngamu ambayo pia inaunganisha mkoa wa Manyara ni barabara muhimu sana kwa wananchi wa mkoa wa Singida. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ilitangazwa kipande cha kilomita 12.6 kutoka Njuki kwenda Ilongero kujengwa kwa kiwango cha lami tangu mwezi Novemba mwaka jana. Uliza swali Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka kujua ni lini ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara hiyo kutoka Njuki kwenda Ilongero utaanza. Asante sana. Majibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri, Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano napenda kujibu swali la nyongeza.
Mheshimiwa Monko kama ifuatavyo. Ni kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, tumejipanga kujenga barabara hii muhimu kutoka Singida, Ilongero, Ngamu tunakwenda mpaka Haydom. Na tumetenga fedha Mheshimiwa Mwenyekiti katika mwaka huu wa fedha unaoendelea. Zoezi la usanifu kujenga barabara hii yote inaendelea, lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kipande hiki cha barabara nachokizungumza kutoka eneo la Njuki kwenda Ilongero ambao ni sehemu muhimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti kuwahudumia wananchi wa Singida vijijini. Nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba tunaendelea na utaratibu harakati za manunuzi, zikikamilika tu Mheshimiwa Mwenyekiti tutaanza ujenzi wa barabara hii muhimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Monko, vuta subira, tunakuja Ilongero kujenga barabara. Asante Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa kuniona. Matatizo yaliyopo Andeni, Mziha, Kibindu mpaka Mbwewe yanalingana kabisa na hii barabara ya kutoka Andeni kwenda Mziha. Je, ni lini serikali inakuja kutujengea barabara ile kwa kiwango cha lami kama ambavyo sasa hivi nyumba zote zimepigwa X kupisha ujenzi huo? Swali la pili la nyongeza. Mheshimiwa Waziri. Hapana. Hapana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa swali hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi, Uchukuzi, Mawasiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, ninapenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli Mheshimiwa mbunge anauliza juu ya barabara ya kutoka Mbweni inakwenda Kibindu ikipita kwa Ruhombo. Itaungana na barabara hii niliyojibia swali la msingi Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maana ya kwamba kuwaunganisha wananchi wa maeneo haya, na barabara hiyo itakuwa inakwenda Tanga na sehemu kweli na uzalishaji mkubwa. Niombe tu Mheshimiwa Ridhiwani kwamba uvute subira, kwa sababu najua barabara karibu zote ziko kwenye mpango mkakati wetu wa wizara, na ikikupendeza tuonane baadaye tuitazame hii barabara kwamba kwenye mpango wetu wa kipindi cha miaka 5 tumeipangia nini kipande hiki cha barabara, kwa maana ya kwamba inajengwa katika kiwango cha lami. Lakini hata hivyo kwa sasa tunaiboresha barabara hii, na mimi nimeipita mara kadhaa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kwamba iko katika kiwango kizuri, kwamba inaendelea kuwapa huduma nzuri zinazohitajika wananchi wa maeneo haya. Asante waheshimiwa, tunaendelea. Swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Hadija Nasir Ali, mbunge wa viti maalum. Kwa kuwa serikali ya awamu ya 5 inaendelea na zoezi la kununua ndege, je, serikali haioni sasa ni wakati muafaka kuhakikisha kuwa ndege hizo zinakwenda kila mkoa na nchi jirani pamoja na maeneo mengine ili kushusha gharama za usafiri? Swali hilo linajibiwa na Mheshimiwa Injinia Atashasta Nditie, Naibu Waziri, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hadija Nasir Ali, mbunge viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nia ya serikali ya awamu ya 5 ni kuhakikisha kuwa kampuni ya ndege Tanzania, Air Tanzania Company Limited, inakuwa na ndege za kutosha ili kuweza kutoa huduma za usafiri wa anga ndani na nje ya nchi kwa ufanisi na tija. Uwepo wa ndege mpya na za kutosha kutaiwezesha ATCL kuweza kuhimili ushindani katika utoaji wa huduma za usafiri wa anga katika masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, upanuzi wa mtandao wa huduma za usafiri wa anga katika kila mkoa wenye kiwanja cha ndege na nchi jirani unatekelezwa kwa kufuata mpango mkakati, yani Corporate Strategic Plan wa ATCL wa miaka 5 unaoishia mwaka wa fedha 2021-2022 pamoja na mpango wa biashara unaoandaliwa kila mwaka. Hadi sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ATCL inasafirisha abiria katika mikoa 9 na katika nchi 5 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa Tanzania tunasafirisha mkoa wa Dodoma, Mwanza, Bukoba, Kigoma, Mbeya, Kilimanjaro, Zanzibar, Tabora na Mtwara. Pia ATCL inatoa huduma za usafiri wa anga kwa safari za kikanda kama ifuatavyo. Kuna Hahaya ambayo iko nchini Komoro, Harare Zimbabwe, Bujumbura Burundi, Entebbe Uganda na Lusaka Zambia. Hivyo huduma za usafiri wa anga katika kila mkoa wenye kiwanja cha ndege na nchi jirani unatekelezwa kwa kufuata mpango wa upanuzi wa mtandao wa safari za ATCL pamoja na uwepo wa abiria wa kutosha ili kuifanya kampuni yetu ijiendeshe kwa ufanisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ATCL inatarajia kupokea ndege 2 mpya
Bombardier 1 na Boeing 1 mwishoni mwa mwaka huu, matarajio yetu ni kuwa ATCL itakuwa na uwezo wa kuongeza mtandao wa safari katika mikoa mingine pamoja na safari za kikanda na kimataifa. Asante Mheshimiwa Halima Bulembo. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nina swali moja tu la nyongeza. Pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa na shirika letu la ndege la taifa, kumekuwepo na malalamiko makubwa ya wananchi hususan kuhusu bei za tiketi. Ni kwa nini serikali isione kuna umuhimu wa kupunguza gharama hizi za tiketi ili wananchi wengi waweze kumudu usafiri huu, na kwa kufanya hivyo itapelekea na shirika lenyewe kuongeza routes. Badala ya kuwa na route moja kwa siku, wanaweza kuwa na route 2 mpaka 3. Mfano Dodoma Dar kuna route moja. Asante sana, umeeleweka. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa swali hilo muhimu sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Basi kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba kujibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Halima Bulembo, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, bei za safari za ndege ya ATCL huwa zinapangwa kutokana na hali ya soko. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiopingika kwamba ATCL wako kwenye ushindano, na sisi kama ATCL tunavyowashawishi kama serikali, tunaendelea kuwa encourage na watu wengine waendelee kutumia usafiri wa anga kupeleka ndege zao eneo mbalimbali. Sasa hivi wanashindana na watu kama Precision na mashirika mengine. Kwa hiyo hayo mashirika mengine, kutokana na ushindani huo, ndio bei inajipanga yenyewe, huwa inapangwa kutokana na market force. Asante. Mheshimiwa Hussein. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa safari za ndani za ATCL, hakuna mkoa wowote unaoishinda Pemba kwa biashara ya ndege. Na Mheshimiwa Waziri, ulituita mbele ya wadau ukatuahidi mwezi wa 11 mwaka jana kwamba ikifika mwezi wa 11 au wa 12 ATCL itaanza safari za Pemba. Hadi leo mwezi Aprili mwaka huu haijaanza safari kuelekea Pemba. Nini kauli yako Mheshimiwa Naibu? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Injinia Nditie. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Hussein kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli mwaka jana tuliongea na baadhi ya waheshimiwa wabunge kutoka Pemba kuhusu uwezekano wa ATCL kupeleka ndege yao Pemba. Mpaka sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, hatupingi kwamba kuna abiria wa kutosha Pemba, lakini ndege zenyewe sio nyingi kiasi hicho. Naomba Mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wabunge wengine wote waendelee kuvuta subira. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais ametupatia ndege 2 za serikali. Tunaendelea kuzipaka rangi ili zianze kutumika kwa ajili ya abiria. Kwa hiyo naamini hata Pemba tutawapelekea ndege 1 na sehemu nyingine mbalimbali tutaendelea kupanua wigo wa kusafirisha watu kwa usafiri wa anga. Asante Mheshimiwa Maige Ezekiel. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Kahama wamekuwa wakiulizia usafiri wa ndege kwa mkoa wa Shinyanga. Nilitaka kufahamu, kwa sababu uwanja wa ndege wa Shinyanga bado unafanyiwa matengenezo, ni lini ATCL itaanza kutua Kahama? Asante. Majibu kwa swali hilo Mheshimiwa Nditie, Naibu Waziri, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Ni lini Kahama? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Ezekiel Maige, mbunge wa Kahama, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili nalo ni eneo lingine ambalo serikali inakiri kwamba kuna abiria wa kutosha, hata ATCL inafahamu hivyo. Lakini bado kuna changamoto kidogo ya uwanja. Tunaendelea kurekebisha runway iweze kukidhi mahitaji ambapo ndege zetu za ATCL zitaweza kushuka, na tayari tumesha muassign TANROADS kwa ajili ya kufanya BOQ ya kurekebisha uwanja huo. Ukisharekebishwa vizuri, tutaanza kutua, kwa sababu pale abiria wa kutosha wapo na soko la kutosha lipo. Mheshimiwa Amar. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimuulize Mheshimiwa Waziri kwamba wake wa wabunge ama waume wa wabunge wana haki mbalimbali za kupata huduma kama vile njia za VIP,
Sasa cha ajabu ni kwamba wake zetu wanapata shida sana upande wa VIP. Je, wana haki ama hawana haki ya kupata huduma upande wa VIP kama vile feri, viwanja vya ndege? Kwenye viwanja vya ndege, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mfano viwanja vya ndege pamoja na feri. Haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba kujibu swali la ndugu yangu Anyang'wale, mbunge mahiri sana, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli ulio wazi kwamba wake au waume au wenza wa wabunge wanayo haki yote ya kutumia VIP, na sijawahi kuona hilo tatizo ninapotembelea katika viwanja vya ndege mbalimbali. Kwa hiyo Mheshimiwa, kama lilikutokea, tunaomba tuombe radhi, lakini sio kitu cha kawaida. Waenza wa wabunge huwa wanapata huduma zote stahiki za VIP. Asante Mheshimiwa. Haya, nitachukua mawili tu. Mheshimiwa Catherine. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa ndege zetu za Air Tanzania zimekuwa zikishindwa kutua katika uwanja wa ndege wa Arusha, kwa kuwa kiwanja hiki cha ndege cha Arusha ni kidogo, na tunaelewa kabisa Arusha ni kitovu cha utalii, na nimekuwa nikiongea kila mara na serikali imekuwa ikiniahidi lakini haitimizi. Mpaka sasa hivi nimechoka kufuatilia. Je, ni lini serikali itatimiza ahadi yake ya kupanua kiwanja cha ndege cha Arusha? Asante Mheshimiwa Injinia Nditie, Naibu Waziri Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano wa Arusha, kiwanja cha Arusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Catherine Magige, mbunge viti maalum mkoa wa Arusha, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiri ukweli kwamba Mheshimiwa Catherine Magige amekuwa akifuatilia sana suala la upanuzi wa uwanja wa ndege wa Arusha, na nimpongeze kwa sababu kwa kupitia juhudi zake ni mtaarifu rasmi kwamba TANROADS sasa hivi wako wanaandaa makabrasha BOQ kwa ajili ya upanuzi wa uwanja huo kwa mita 200 zaidi, lakini pia wanashirikiana na TAA katika kuhakikisha kwamba uwanja huo unaendelea kupanuliwa pamoja na kuwekewa apron nyingine mpya. Hivi karibuni mkandarasi ataanza kuingia kwenye site kwa ajili ya kupanuzi wa uwanja huo, ndege kubwa ziweze kuanza kuruka. Asante Mheshimiwa Manyinyi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi ya kuuliza swali moja la nyongeza. Katika marekebisho ya uwanja wa ndege wa Msoma, nakumbuka Mheshimiwa Rais amefika pale mara 2 na mara zote ameahidi uwanja huo ujengwe kwa kiwango cha lami, na uthamini umefanyika. Sasa ni zaidi ya miezi 6. Sasa nataka kupata kauli ya serikali baada ya kuwa kuna sintofahamu kwamba je, huo mpango wa kujenga uwanja huo upo au haupo? Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Mheshimiwa Injinia Nditie. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Manyinyi, mbunge wa Msoma, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja wa ndege wa Msoma uko kwenye mipango ya TAA ya kupanuliwa na kuwekewa runway kwa kiwango cha lami. Na hivi karibuni Mheshimiwa Mwenyekiti, nilifanya ziara mjini Msoma, tukakuta kuna changamoto ya fidia ambapo kwa kuna mvutano wa hapa na pale, lakini kuna timu ya wataalamu imetumwa pale kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba ile changamoto ya fidia ya shilingi bilioni 3 na milioni 700 inatatuliwa, tuweze kulipa fidia na upanuzi uweze kuendelea. Asante waheshimiwa wabunge, tunaendelea. Swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Abdallah Dadi Chikota, mbunge wa Nanyamba, na linaelekezwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Nishati. Yeye anauliza, je, ni lini kiwanda cha saruji cha Dangote kitapewa gesi asilia na TPDC? Swali hili linaenda kujibiwa na Naibu Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Subira Mgalo. Nishati, Subira Mgalo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nishati napenda kujibu swali la Mheshimiwa Abdallah Dadi Chikota, mbunge wa Nanyamba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Shirika la Maendeleo ya Petroli nchini TPDC imekamilisha kazi ya ujenzi wa miundombinu ya kupeleka gesi asilia
katika mitambo ya kuzalisha umeme wa muda katika kiwanda cha saruji cha Dangote umbali wa mita 100 kutoka katika toleo la kwanza la gas block valve station namba 1. Mheshimiwa Mwenyekiti, awamu ya kwanza ya mradi wa kuwezesha matumizi ya gesi kuzalisha umeme kwa kiwanda cha Dangote ilikamilika na kuanza kufanya kazi mwezi Agosti 2018, ambapo hadi kufikia mwezi Aprili 2019 kiwanda cha Dangote kimeanza kutumia wastani wa futi za ujazo milioni 5 kwa siku kwa kuzalisha umeme. Awamu ya pili ya mradi inahusu ujenzi wa miundombinu ya bomba la kusafirisha gesi asilia kutoka BVS 1 kwenda kwenye kiwanda cha Dangote umbali wa kilomita 2.7 kwa ajili ya kuwezesha gesi asilia kutumika kama nishati ya kuchoma malighafi ya kuzalisha saruji. Jumla ya gharama za mradi ni shilingi bilioni 8 na milioni 200. Awamu ya pili ya mradi ilikamilika mwezi Desemba 2018 na sasa kiwanda cha Dangote kinatumia gesi ya wastani wa futi za ujazo milioni 15 hadi 20 kwa siku kwa ajili ya uzalishaji wa saruji. Asante Mheshimiwa Chikota. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nichukue nafasi hii kuipongeza serikali kwa kutimiza ahadi yake kupeleka gesi kwenye kiwanda chetu cha saruji cha Dangote. Lakini pamoja na pongezi hizi na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, pamoja na kupeleka gesi kwenye kiwanda chetu cha Dangote, kuna viwanda vingine ambavyo vipo mkoani Mtwara, hususan viwanda vya kubangua korosho. Je, serikali imejipangaje sasa kupeleka gesi kwenye viwanda hivyo ili zitumike katika shughuli ya uzalishaji katika viwanda hivyo? Lakini swali langu la pili ni kuhusu usambazaji wa gesi majumbani, kwa sababu gesi inayozalishwa ni nyingi, matumizi bado ni kidogo. Je, serikali imejipangaje kuongeza idadi ya watu watakaotumia gesi majumbani kwa wilaya na Nyamba, Newala, Masasi na mikoa mingine ili tutumie gesi yetu ipasavyo? Asante. Majibu kwa maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Nishati, Mheshimiwa Subira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nishati napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Abdalla Chikota, mbunge wa Nanyamba. Kwanza nipokee pongezi zake kwa niaba ya wizara baada ya kukamilisha ahadi yetu ya kumpelekea gesi kiwanda hiki kikubwa cha Dangote kinachozalisha saruji. Lakini pili, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge Chikota kwa kazi nzuri anayofanya katika kufuatilia kabisa matumizi ya gesi. Maswali yake mawili ya nyongeza yalihusiana na mpango wa serikali wa ni lini serikali itasambaza gesi katika viwanda ambavyo viko mkoa Mtwara ikiwemo vya kubangua korosho. Napenda nimtaarifu serikali yetu inatambua umuhimu wa gesi katika kuwezesha viwanda kuzalisha malighafi kwa kutumia gesi na ina mpango kabambe wa kusambaza gesi katika maeneo ya viwanda. Mpaka sasa tuna viwanda zaidi ya 27 ambavyo vinatumia gesi, na sasa hivi kuna mradi ambao unatekelezwa wa kusambaza gesi majumbani na viwandani, na hasa maeneo ya Mtwara na maeneo ya Mkuranga. Na ninapozungumza hapa tayari TPDC imeshakamilisha mazungumzo na mkataba wa mauziano gesi ya viwanda vya Knaufi, Gypsum Mkuranga na Lodhia Mkuranga. Hasa kwenye viwanda vya kubangua korosho, naomba ni vitaarifu wawekezaji wetu wote wenye viwanda katika ukanda huu ambao bomba la gesi limepita kutoka Mtwara kwamba serikali fursa hiyo ipo, waje tu tuzungumza na TPDC na imejipanga katika uwekezaji huo, na kwamba hata katika mpango wa matumizi ya gesi kiasi cha trilioni 8 cubic feet zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya viwanda tu. Swali lake la pili alikuwa anauliza ni lini usambazaji wa gesi asilia katika majumbani. Nataka nimtaarifu kwanza, sasa hivi hata Mheshimiwa Waziri wetu Dr. Medad Kalemani alizindua mradi wa usambazaji wa gesi asilia katika mkoa wa Mtwara na Dar es Salaam, na kazi inayoendelea ni ununuzi wa vifaa mbalimbali, na mpaka sasa hivi vishanunuliwa vifungashio, vifaa vya kupunguza mgandamizo wa gesi, vifaa vya kupimia gesi majumbani, na mradi huu wote vifaa vyote vitakamilika ifikapo mwezi Mei 2019. Kwa ni mthibitishie Mheshimiwa mbunge kazi ya kusambaza gesi katika mikoa ya Mtwara, Lindi na Dar es Salaam inaendelea. Asante sana. Haya, tunaendelea Mheshimiwa wabunge. Swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Mata Al-Salum, mbunge wa Shauri Moyo. Linaelekezwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi. Swali linauliza, jeshi la polisi hupaswa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria za nchi. Jeshi hilo linapowakamata baadhi ya watu huamuru wawekwe ndani zaidi ya saa 24 na kusababisha usumbufu mkubwa. Je, ni kesi zipi mtuhumiwa anapaswa kuwekwa ndani chini ya masaa 24? Swali hili linaenda kujibiwa na Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa
Hamad Yusuf Masauni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Matar Ali Salum, Mbunge wa Shauri Moyo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, makosa isipokuwa yote yaliyoonyeshwa katika kifungu cha 148(5) mpaka E cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 yana dhamana. Watuhumiwa wake hapaswi kukaa mahabusu zaidi ya masaa 24. Aidha, watuhumiwa ambao wanakaa ndani zaidi ya masaa 24 ili hali makosa yao yana dhamana hutokana na sababu kwamba watuhumiwa hao wameshindwa kutimiza masharti na vigezo vya kupata dhamana kwa mujibu wa sheria ya mwenendo na makosa ya jinai kifungu namba 65 na 66 sura 20 kama ambavyo wamefanyiwa mapitio mwaka 2002. Mheshimiwa Mata. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, kuna makosa na kuna askari ambayo wanaweka ndani wananchi wetu bila ya kuwa na makosa ya kuwekwa ndani, lakini vile vile wengine wanaweka ndani zaidi ya masaa 24 wakiwa hawana makosa ya kuwekwa ndani masaa 24. Je, serikali, wizara yako inatoa kauli gani juu ya maaskari hawa kuhakikisha kama wanaepuka katika kufanya hii kuweka ndani zaidi ya masaa 24? Swala la kwanza. Swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania wengi hawana elimu ya sheria hii ya Jeshi la Polisi. Je, serikali ina mikakati gani ya kutoa elimu ili wananchi wetu waweze kupata elimu waweze kujua haki zao za msingi? Asante Mheshimiwa. Asante. Majibu kwa maswali hayo kwa ufupi tu, Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Masauni, kwa kifupi tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Matari, mbunge wa Shauri Moyo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jibu langu la msingi nilieleza kwamba ukiachia mbali kifungu 148(5) ambacho kimeainisha makosa ambayo hapo dhamana, lakini kuna kifungu namba 65 ya sheria hiyo pamoja na 66 ambayo inaeleza ni kwa jinsi gani ambavyo hata hayo ambayo masharti hayo makosa ambayo yanatakiwa kupewa dhamana, kwa utaratibu upi dhamana hiyo hutolewa. Kwa mfano, kuna kwenye kifungu namba 65 kinaeleza umuhimu wa kufahamu historia na familia ya mhusika, lakini kifungu namba 66 kinaeleza kwamba mtuhumiwa huyu ambaye anaomba dhamana anatakiwa aweze kuandika kwa mkono wake kwamba atarudi siku ya kesi yake itakapokuwa imeitwa. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, dhamira kubwa ni kuona kwamba jinsi gani mtu huyu anapoachiwa kwenda nje hawezi kuwa hatari kwa usalama wake mwenyewe ama kwa jamii ambayo inazunguka. Kwa kimsingi ni kwamba inawezekana labda wananchi wanashindwa kufahamu kwamba polisi unapomweka mtu zaidi ya masaa 24 wakati makosa yako yanapewa dhamana, kuna mambo ambayo hajatimiza masharti yake. Kwa hiyo wito kwa wananchi kuweza kutumia fursa ya jeshi letu la polisi pamoja na serikali kwa ujumla, tunapoweza kuzungumza mara kwa mara kuwaelimisha ili wafahamu sheria za nchi yetu na fahamu haki zao. Lakini pia ni jukumu la wabunge kuweza kuwaelimisha wananchi wetu, ikiwemo Mheshimiwa Matar kupitia mikutano yake mbalimbali katika jimbo lake. Akatumia fursa hiyo kuweza kuwaelimisha wananchi kufahamu sheria na misingi ili waweze kuepuka madhara kwa sisi. Asante sana Mheshimiwa Sarasini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Waziri wa Mambo ya Ndani alitoa maelekezo mazuri sana kwa trafiki juu ya matumizi ya tochi za barabarani, kutopiga kamera gari kwa nyuma na kurusha picha kwa wenzao mbele ya safari. Lakini mtindo huu unaendelea, na juzi Jumaa Kuu walimkamata diwani wangu wakampeleka polisi pale swali Mheshimiwa, na kumharasi sana. Sasa je, waziri uko tayari kufafanua hayo maelekezo ili aweze kutumika vizuri, wananchi waache kusumbuliwa? Asante. Nijibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Injinia Masauni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Rombo, Mheshimiwa Sarasini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti,
hii hoja ya maelekezo ya Mheshimiwa Waziri ambaye ndiyo mwenye dhamana ya mwisho katika wizara yetu na vyombo ambavyo wanavisimamia inapaswa itekelezwe, na tulitolea ufafanuzi vizuri katika kongamano ambalo tulifanya juzi usalama barabarani. Watu walileta hoja mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa kutokuitekeleza hoja, lakini tulikuwa tuna vigezo na hoja za msingi za kusimamia maamuzi ya Mheshimiwa Waziri. Kwa nisisitize kwamba askari wote nchi nzima waendelee kutii na kufuata maelekezo ambayo tunatoa kama wizara, na sisi tutaendelea kutoa ufafanuzi pale ambapo tutapata fursa. Asante. Tunaendelea. Mheshimiwa, swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Machano Othman Said, mbunge anayetoka na Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Anauliza ni wizara ipi inayowajibika kukusanya fedha za visa na kusimamia utoaji wa visa hizo, na je, kuna mgao wowote kwenda Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia uwanja wake wa ndege wa kimataifa wa Abeid Karume? Swali hilo linaenda kujibiwa na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Hamad Yusuf Masauni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Machano Othman Said, mbunge wa Baraza la Wawakilishi lenye sehemu A na B, yote kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Idara ya Uhamiaji ndiyo ambayo inawajibika kukusanya fedha za visa, kusimamia utoaji wa visa. Aidha, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kupitia balozi za Tanzania ndio inakusanya fedha za visa na kusimamia utoaji wa visa katika balozi zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, makusanyo yote ambayo yanakusanywa na Idara ya Uhamiaji Zanzibar kupitia vyanzo vya mapato ikiwemo mapato tokanayo na visa kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume wasilishwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Asante. Mheshimiwa Machano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake, lakini pamoja na majibu hayo naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa wizara mbili zinahusika sana na makusanyo ya visa katika nchi za nje kupitia balozi zetu, je, Wizara ya Mambo ya Ndani inakuwa inafanya nini katika kuhakikisha fedha hizo na zinawekwa katika vitabu vya wizara gani? Lakini B, katika mwaka 18-19 wa budget, visa kwa upande wa Zanzibar zimekushanywa kiasi gani? Kwa sababu tuna watalii zaidi ya 500,000 kwa mwaka. Je, ni kiasi gani ya fedha ambazo zimekushanywa kwa kupitia Zanzibar? Asante. Majibu kwa maswali hayo. Mheshimiwa Naibu Waziri, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Injinia Masauni. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Machano Othman Said kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kuhusu hoja ya kwamba kuna wizara mbili zinashirikiana, nataka nimthibitishie tu kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kuzindua utaratibu wa kuwa na mfumo wa e-visa ambayo inahusisha, tunapozungumza immigration inahusisha e-visa, e-passport na kadhalika, na sasa hivi nitoe taarifa hii hapa bungeni kwa mfumo huu umeshafungwa katika balozi zetu nchi za nje, na hivyo sasa ile changamoto ambayo ilikuwepo mwanzo haipo. Sasa hivi fedha yote inaingia katika mfumo, na hivyo basi hiyo hoja ambayo mheshimiwa ameuliza imeshapata ufumbuzi. Kuhusiana na takwimu, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Machano kwamba nitampatia hizo takwimu baadaye. Asante. Tunaendelea, waheshimiwa wabunge. Swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Cecil David Mwambe, mbunge wa Ndanda. Yeye anauliza pembejeo za kilimo ni ghali sana. Je, serikali ipo tayari kupunguza au kuweka bei elekezi iliyo nafuu kwa mkulima ili aweze kupata pembejeo za dawa, mbolea na zana za kilimo? Swali hilo linaenda kujibiwa na Mheshimiwa Omar Mgumba, naibu waziri wa kilimo. Omar Mgumba. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Cecil David Mwambe, mbunge wa Ndanda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha pembejeo za kilimo, yaani mbegu, mbolea, viuatilifu na zana za kilimo zinapatikana kwa wakati na kwa bei nafuu.
Hatua hizo ni pamoja na uagizaji wa pamoja, utoaji wa ruzuku, kufuta au kupunguza tozo na kodi zinazochangia kuongezeka kwa bei ya pembejeo na kufanya tafiti katika mnyororo wa thamani wa mazao. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ina utaratibu wa kuweka bei elekezi ya mbolea kupitia mfumo wa ununuzi wa pamoja nchini kwa mbolea za kupandia aina ya DAP na kukuzia aina ya urea. Utaratibu huu ulilenga kuhakikisha upatikanaji wa mbolea kwa wakati na kwa bei nafuu kwa wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jitihada za kuongeza uzalishaji wa kipato cha mkulima, serikali hununua na kusimamia udhibiti na usambazaji wa viuatilifu vya kupambana na mlipuko ya visumbufu vya mazao na mimea kama vile kwelea, viwavijeshi vamizi, panya, nzige wekundu na nzi wa matunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kumpunguzia mkulima harubu katika uzalishaji na uongezaji thamani ya mazao, serikali imeendelea kutoa mikopo nafuu ya zana za kilimo kupitia Mfuko wa Taifa wa Pembejeo za Kilimo, Benki ya Maendeleo ya Kilimo na Shirika la Maendeleo la Taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mbegu na viuatilifu, serikali inafanya utafiti wa kubaini gharama za uzalishaji wa mbegu kwa kulinganisha na bei za mbegu zilizopo sasa, ambazo utaiwezesha serikali kuamua endapo kuna ulazima wa kuweka bei elekezi katika viuatilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hatua hizo, serikali inahamasisha ujenzi wa viwanda vya mbolea, viuatilifu, zana za kilimo na uwekezaji katika mashamba ya mbegu ili kupunguza gharama za pembejeo kwa wakulima. Mheshimiwa Haonga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa mwaka 2018 kwa maana ya mwaka uliopita serikali ilipora fedha za wakulima wa korosho zaidi ya bilioni 300 ambazo zilikuwa ni za export levy na kusababisha wakulima wa korosho kushindwa kununua salfa, na hivyo mwaka huu tumeona uzalishaji wa korosho ulikuwa wa chini sana kwa sababu wakulima walishindwa kununua salfa. Je, serikali ipo tayari sasa msimu huu wa korosho unaokuja kuweza kugawa salfa bure kwa wakulima wa korosho ili tija iweze kuongezeka katika uzalishaji wa korosho? Swali la pili, kwa kuwa bei ya kahawa imeendelea kuwa chini mwaka hadi mwaka na hali hii imetokana na swala la pembejeo kuwa juu sana wakati bei ya kahawa imeendelea kuwa chini kabisa, je, serikali iko tayari sasa kuanzisha mfuko wa kuimarisha bei kwenye zao la kahawa, yani Price Stabilization Fund, ili pale kahawa inaposhuka bei serikali iweze kufidia kupitia mfuko huo? Asante. Majibu kwa maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Omari Mgumba. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Haonga, mbunge wa Mbozi, kama ifuatavyo. Swali lake la kwanza anataka kujua kuhusu swala za export levy. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, sio kweli serikali hatujapola pesa za wakulima wa export levy wa wakulima wa korosho kule Mtwara. Hii yalikuwa ni mapato ya serikali kama mapato mengine, na tulileta mapendekezo hapa na yalipitishwa na waheshimiwa wabunge. Kwa hiyo serikali tulichokufanya ni kutekelezaji wa sheria ile ambayo ilipitishwa na wabunge akiwepo Mheshimiwa Haonga. Swali lake la pili kuhusu swali la kahawa kwamba tuanzishe mfumo wa price stabilization kwa ajili ya kufidia pale bei zinapoanguka. Kwanza ni wazo zuri ambao na sisi serikali tunalipokea, lakini katika mazao sio la kahawa peke yake ambayo yanaanguka katika masoko ya dunia. Ni swala la msingi, sio bei. Hatuna uwezo wote wa control bei katika soko la kimataifa. Uwezo wetu sisi ambao tumegundua kama serikali ni tija ndogo wanaipata wakulima katika mazao, kwamba wanatumia gharama kubwa lakini wanachokipata ni kidogo, na ndio maana sasa hivi tunaimarisha mfumo wa upatikanaji pembejeo ili kuongeza tija kwa wakulima, watumie gharama ndogo, wapate mavuno vizuri, ili tuweze kushindana katika masoko ya ndani na ya nje ambao hatuna uwezo wa kupanga bei. Mheshimiwa Bungara. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuongeza swali kuhusu
kilimo cha korosho. Juzi wakulima wa korosho wamelipwa fedha chini ya kiwango, ni theluthi moja ya fedha ya haki yao. Je, Mheshimiwa Waziri, unawaambia nini wakulima hawa? Hizi fedha ndio basi au watalipwa na kwa sababu gani ambazo kulipwa hela zote? Umeeleweka Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Omar Mgumba. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Bungara kama ifuatavyo, kwamba ni kweli tunafahamu kwamba malipo yote wanaopaswa kulipwa wakulima wa korosho ni zaidi ya bilioni 723 na mpaka sasa tumelipa zaidi ya bilioni 633. Bado kuna wakulima ambao wanadai bado serikali ambao bilioni 100 hivi. Mpaka wiki iliyopita tulipeleka zaidi ya bilioni 50 na malipo yanaendelea mpaka sasa hivi, na kama anachozungumza kwamba kama tunavyofahamu wanunuzi wa korosho kabla ya serikali hatujaweza kuokoa hali ilivyokuwa walikuwa zaidi ya 100, lakini mwaka huu mnunuzi ni mmoja tu, na ukizingatia kwamba hii Benki ya Maendeleo ya Kilimo na Bodi ya Nafaka Mazao Mchanganyiko ilikuwa haijajiandaa katika ununuzi huu. Nilipaswa kujua kwamba mbunge ingeipongeza serikali na Bodi ya Nafaka Mazao Mchanganyiko kwa hatua ilivyochukua. Mpaka leo tumeweza kulipa zaidi ya bilioni 633 na mnunuzi akiwepo mmoja, kitu ambacho kilikuwa kuna kwenye bajeti badala ya kusema kuanza kupunguza nani. Mheshimiwa Nape. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa katika jibu la msingi la serikali kwenye swala la pembejeo tunakiri kwamba moja ya sababu ya kupanda na kuongezeka kwa gharama ni kwa sababu pembejeo hizi zinaagizwa kutoka nje. Katika ilani ya uchaguzi ya CCM katika mpango wa serikali kulikuwa na ujenzi wa kiwanda cha mbolea Kilwa mkoani Lindi. Serikali imefikia wapi kukamilisha ahadi hii ya ilani ya uchaguzi ili kusaidia upatikanaji wa pembejeo? Asante. Jibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri mwenyewe, Mheshimiwa Mgumba. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba nichukue nafasi hii kumpongeza Naibu Waziri kwa majibu mazuri. Naomba nijibu kidogo swali la nyongeza la Mheshimiwa Nape kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi tuliweka ahadi ya kuhakikisha kwamba tunajenga kiwanda cha kuzalisha mbolea pale Kilwa. Naomba nimhakikishie tu kwamba hatua za ujenzi wa kiwanda hicho tuko katika hali nzuri sana. Mpaka sasa hivi wiki 2 zilizopita wataalamu kutoka Pakistani, Ujerumani na Morocco wamekuja kwa ajili ya kuangalia na kufanya tathmini ya mwisho na kufanya mazungumzo na serikali ili kuhakikisha kwamba kiwanda hiki cha mbolea kinajengwa. Kwa ni matumaini yetu kwamba baada ya muda mfupi kiwanda hiki kitaanza kujengwa sambamba na maeneo mengine ya viwanda ambavyo vitajengwa ili kuweza kupunguza gharama za pembejeo hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Asante sana. Swali letu la mwisho kwa leo linaulizwa na Mheshimiwa Dr. Pudensiana Wilfred Kikwembe, mbunge wa Kavuu, linaelekezwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii. Yeye anauliza ni lini serikali itachukua hatua za kimkakati kuhakikisha kwamba migogoro kati ya wafugaji na wananchi wanaoishi pembezoni mwa mbuga za wanyama inakwisha kabisa. Swali hilo linaenda kujibiwa na Naibu Waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Constantine John Kanyasu. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Pudensiana Wilfred Kikweme, mbunge wa Kavuu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia kuwepo kwa migogoro mingi baina ya wafugaji na wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya hifadhi, Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa agizo la kutoviondoa vijiji 366 vilivyoainishwa kuwa na migogoro katika maeneo ya hifadhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya Mheshimiwa Rais kutoa agizo hilo, kamati maalum iliundwa kwa lengo la kumshauri juu ya namna bora ya kutekeleza agizo hilo
Kamati hiyo iliongozwa na waziri wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo na Makazi. Wizara zingine zilizohusika ilikiwemo Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, Ofisi ya Maliasili na Utalii, Mifugo na Uvuvi, TAMISEMI, Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Kilimo na Maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imekamilisha utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais na maelekezo ya serikali kuhusu swala hilo yatatolewa na kwa wananchi. Pembe. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nishukuru na niipongeze serikali yangu kwa namna ambavyo imekuwa ikiwajali wananchi hasa wanaoishi vijijini na pia kuangalia namna gani ya kutatua matatizo ya wananchi. Pamoja na pongezi hizo za kupongeza serikali yangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, je, ni kwa kiwango gani taarifa ya wizara hizi ambazo zilikaa kama kamati ambazo zimeweza kuja na ushauri namna gani ya kutatua matatizo ambayo hasa katika vijiji, mfano katika jimbo langu la Kavuu, vijiji vyangu katika jimbo la Kavuu ambavyo ni vijiji vya Ikopa, Itura, Luchima, Senta Unyenye, Iziwasungu, Kabunde na kwingineko. Lakini swali langu la pili, kwa kuwa tuna migogoro mikubwa katika kijiji cha Luchima na mpaka wa Tanapa kwa ajili ya mto wa Kavuu, na nilikwisha leta maombi mwaka jana na Tanapa walikwisha anza kujenga kisima kwa ajili ya kupunguza mgogoro uliopo kati ya wananchi wa kijiji cha Luchima pamoja na mpaka wao. Je, ni lini sasa hawa ndugu zangu wa Tanapa wataweza kumalizia kile kisima ili wananchi wangu wa kijiji cha Luchima waweze kuwa huru katika kufanya shughuli zao za kilimo na uvuvi bila kuingiliwa na askari wa Tanapa? Asante. Asante. Majibu kwa maswali hayo mawili, Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Kanyasu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Dr. Prudensiana Wilfred kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa sababu amekuwa akifuatilia kwa karibu sana swala la migogoro baina ya maeneo ya uhifadhi na vijiji ambavyo amevitaja. Na naomba nichukue nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuwajulisha wabunge wote ni kwamba taarifa hii ambayo wizara yetu pamoja na wizara zingine imeshiriki itakapokuwa tayari kutumika sasa baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tutashirikisha wabunge na viongozi katika serikali za vijiji vyote na halmashauri kuangalia mipaka mipya ambayo tutaiweka ambayo itaondoa migogoro hii ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni muondoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge. Lakini swali lake la pili kuhusu Tanapa kukamilisha mradi wa kisima cha maji, na waelekeza Tanapa kwa sababu mradi huo ulikwisha anza kukamilisha kisima hicho haraka katika mwaka huu wa fedha. Na mtazamaji wa Bunge TV, maswali na majibu kutoka kwa Wizara Mali Asili na Utalii ndio hivyo yanahitimisha kipindi hiki cha maswali na majibu katika ukumbi wa Bunge hapa jijini Dodoma. Na mtazamaji, kinachofuata sasa ni matangazo, na baada, kwa mujibu wa ratiba ya leo, ni majadiliano ya kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka fedha 2019-2020. Hatuna la ziada, ni kushukuru mtazamaji. Kwa niaba ya crew nzima ya Bunge TV ikisimamiwa naye Shida Masamba, mwongozaji Jeff Shilembi, mimi ni Shinuna Saidi nikiwa na mtangazaji mwenzangu Bakari Msulwa, kwa upande wa lugha za alama Jeni Malumbo na Habibu Upuruti. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri. Moja huruka pamoja na watu wa jamii moja hujumuika pamoja. Utaona vipaji vyao katika michezo, elimu, ajira, biashara na mambo kede kede wanayofanya licha ya changamoto zao za kimaumbile. Wape nafasi, wapate fursa.
Usione ukadhani ulemavu si kushindwa. Yote haya utayapata katika kipindi cha Wape Nafasi kila siku ya Jumatatu saa 12 kamili jioni na marudio ni siku ya Jumatano saa 8 mchana. Hada za Watanzania. Sisi polisi just band. Super kwata bendi wazee wa mgodo mgodo. Na sera yake ya hapa kazi tu kulinda, kutetea na kudumisha muungano, umoja na mshikamano wa kitaifa. Kulinda, kutetea na kudumisha muungano, umoja na mshikamano wa kitaifa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utawala bora, kuthamini utu wa raia. Umeanzisha vita ya uchumi, standard gauge reli inajengwa. Bomba la mafuta toka Ohima Uganda baba itaongeza na kufungua fursa za ajira kwa Watanzania. Umesimamia vyema vyombo vya utoaji haki na sheria ndani ya nchi yetu Tanzania, nchi ya kidemokrasia na kijamaa yenye kufuata mfumo wa vyama vingi, sio na dini, ubaguzi na ukabila. Magufuli hapa kazi tu. Mengi
Brela, Brela, Brela. Wakala wa usajili na leseni za biashara BRELA inatoa huduma za usajili na urasimishaji wa biashara, majina ya biashara, makampuni, alama za biashara na huduma na miliki ubunifu, leseni za viwanda na utoaji huduma mbalimbali. Baada ya usajili, BRELA tunaipa utu wa kisheria biashara yako. Usikose mfululizo wa vipindi kuhusu huduma zinazotolewa na BRELA. Ujionee wadau mbalimbali wanaofaidika. Vipindi hivi vitakujia hivi karibuni kutoka hapa TBC1, ukweli na uhakika. FDA, mamlaka ya chakula na dawa. Sisi serikali tunatambua kazi mzuri mnayoifanya wakati wote kuhakikisha kwamba majukumu ya TFDA ya kisheria yanatekelezwa. Moja kati ya jambo kubwa ambalo leo tutalizungumza kwenu kuonyesha faraja ya serikali ni pale ambako taasisi yetu sasa imekuwa categorized kwenye kiwango cha kimataifa